Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi. Rais wa Marekani Donald Trump amezua mjadala mkali baada ya kutoa matamshi ya kumtetea waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu dhidi ya waendesha mashtaka wa nchi hiyo wanaomkabili na kesi ya muda mrefu ya ufisadi. Kupitia jukwaa lake la Truth Social, Trump aliita kesi hiyo kuwa ni ukichaa na kuonya kuwa inaweza kuhatarisha juhudi za amani katika Mashariki ya Kati. It is insanity doing what the out of control prosecutors are doing to Bibi Netanyahu, aliandika Trump, akimaanisha kuwa kesi hiyo inamnyima Netanyahu uwezo wa kuongoza kikamilifu katika mazungumzo muhimu na kundi la Hamas pamoja na kukabiliana na mivutano inayoendelea kati ya Israel na Iran. Trump alienda mbali zaidi na kuhusisha msaada wa kifedha wa Marekani kwa Israel ni mwenendo wa kesi hiyo, akisema Marekani hutumia mabilioni ya dola kila mwaka kuiunga mkono Israel. Hatutakubali hali hii. Kesi ya Netanyahu ambayo ilianza mwaka 2020 imekuwa gumzo la kisiasa nchini Israel. Hivi karibuni mahakama ya wilaya ya Yerusalemu ilikubali kuahirisha kesi hiyo kwa wiki mbili baada ya mawakili wa Netanyahu kuwasilisha ombi la kusitisha kwa muda kutokana na changamoto za kiusalama kufuatia mapigano ya siku 12 kati ya Israel na Iran. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wa Israel wamemshutumu Netanyahu kwa kutumia hali ya mzozo wa kikanda ili kuchelewesha au hata kukwepa kesi hiyo. Naama Lazimi, mbunge kutoka chama cha Democratic, alisema Netanyahu anahatarisha mustakabali wa Israel na watoto wetu kwa ajili ya kesi yake. Karine El-Harry, mbunge kutoka chama cha Yesh Atid, naye alionya kuwa Netanyahu anatenda kinyume na maslahi ya wananchi wa Israel na kuhusisha hatima ya kesi yake na mazungumzo kuhusu mateka na makubaliano ya kidiplomasia ya eneo hilo. Matamshi ya Trump yameongeza joto la kisiasa kati ya Washington na Tel Aviv, huku wachambuzi wakionya kuwa kuingiza siasa za ndani za Israel katika masuala ya misaada ya kimataifa kunaweza kudhoofisha uhusiano wa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili. Mtazamaji, hii ni Zone Media, tufuatilie kwa taarifa zaidi. Jina langu naitwa Victor Moshi.